Haya ndiyo anenayo Yesu kwa kila mwenye sikio. Anasema hivi: tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya anayasema Yesu kwa kila mwenye sikio, kwa kila mtu ambaye amekutana na ujumbe huu. Haya ndio ambayo anayasema Yesu kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 3 na mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tazama nasimama mlangoni nabisha. Yesu wakati huu amesimama kwenye mlango wa maisha yako, amesimama kwenye mlango wako, anabisha hodi. Anasema mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake. Sasa umeshaisikia sauti ya Yesu. Anachohitaji kutoka kwako sasa ni wewe kuufungua mlango ili yeye aingie kwenye maisha yako. Yesu hamlazimishi mtu kumpokea yeye. Anahitaji hiari ya mtu mwenyewe, kwamba wewe ndo ufungue mlango kwa hiari yako, umkubali kwa hiari yako aingie kwenye maisha yako. Yesu ni tofauti na shetani, ni tofauti na mapepo. Mapepo yenyewe hayahitaji kibali chako. As long as tu umetenda dhambi, yenyewe yanachukua nafasi ya kukufunga na kuendelea kukufunga bila hiari yako. Kwa hiyo Yesu anakuita sasa hivi, anabisha hodi kwako mtu wa Mungu. Umeisikia sauti ya Yesu, ninakusihi mtu wa Mungu, mruhusu sasa Yesu aingie kwenye maisha yako. Umpokee Yesu sasa ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu ipo hukumu kwa wote ambao hawamwamini mwana wa Mungu, kwa wote ambao hawajamfungulia Yesu mlango kuingia kwenye maisha yao. Ipo hukumu ya moto wa milele. Mtu wa Mungu, mahali popote ulipo, kama ikiwa uko umesikia sauti ya Yesu, mahali popote ulipo mtu wa Mungu, na unasema kwamba mimi niko tayari kufungua mlango ili Yesu aingie kwenye maisha yangu, naomba ufuatishe maneno haya kwa imani. Sema: Bwana Yesu, nimesikia sauti yako. Sasa ninakufungulia mlango, uingie ndani yangu, utawale maisha yangu. Ninakukubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu, amen. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa maamuzi mazuri mno ambayo umeyafanya ya kumpokea Yesu, kwa sababu umejihakikishia uzima kuanzia hapa duniani. Zaidi umejihakikishia uzima wa milele, kwa sababu tunajua wazi kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi, lakini yako maisha ya milele baada ya maisha mafupi ya duniani, ambayo yanategemea umeondokaje hapa duniani. Umeondoka ukiwa umempokea Yesu, una uhakika wa uzima wa milele. Umeondoka ukiwa haujamfungulia Yesu mlango kwenye maisha yako aingie ndani yako, hukumu ya jehanamu ya moto wa milele iko juu ya huyo mtu. Kwa hiyo nakupongeza sana kwa kufanya maamuzi, na nakusihi unicheck inbox ili niweze kukupa maelekezo sahihi ya kufanya. Mungu akubariki sana.